Kama taasisi tumejipanga kuhakikisha kwamba ushirika unaendelea kuwa imara kwa kufanya ukaguzi wa uhakika. Malengo yetu na mipango yetu ni kuhakikisha kwamba wanaushirika wanapata elimu iliyo bora, lakini pia wanafahamu msingi na kanuni na taratibu za kuendesha vyama vya ushirika. Sisi kama jicho la serikali la kuona jinsi ambavyo ushirika unavyoendelea, kila mwaka huwa tunaandaa taarifa ya jumla ya kuonyesha matokeo ya jinsi ambavyo vyama vya ushirika vilivyofanya shughuli zake kila mwaka na kutoa maoni katika ukaguzi tunaofanya. Hata katika mwaka huu itakapofika mwezi wa 9 tutatoa ripoti maalum kwa ajili ya ukaguzi tuliofanya kwa mwaka wa 25-26. Kwa ndugu wananchi na ndugu wanahabari na wadau wote wa ushirika, naamini utakapofika wakati huo mtataarifiwa ili tuweze kushiriki kamilifu kuweza kujua nini ambacho ushirika kinafanya katika nchi yetu. Na vile vile katika mpango tulionao katika mwaka huu wa 26-27, sisi kama taasisi tumejipanga kuhakikisha kwamba vyama vyote vya ushirika vinakaguliwa ili kuweza kuwapa fursa wanaushirika kujua maendeleo ya shughuli wanazozifanya katika vyama vya ushirika. Na mkakati tulionao ni kwamba tutashirikiana na Tume ya Maendeleo ya Ushirika kuhakikisha kwamba vyama na viongozi wa vyama vya ushirika wanapata taarifa sahihi na wakati gani watakapopaswa kukaguliwa, na kimsingi ukaguzi utaanza rasmi mwezi huu kuanzia tarehe 20. Tutaanza kufanya ukaguzi wa awamu ya kwanza katika mwaka huu wa fedha. Kwa hiyo wito wangu kwa wanaushirika ni kuhakikisha kwamba waandae taarifa za fedha za mwaka wa 25-26, waziwasilisha katika ofisi zetu za Coasco zilizo katika mikoa karibu mikoa yote ya Tanzania bara, ili mpango wa ukaguzi uliopangwa uweze kuwafikia kwa wakati. Lakini pia wahakikishe kwamba wanazingatia sheria na kanuni za kutayarisha taarifa za fedha ili kupunguza hati chafu au hati ambazo haziridhishi katika ukaguzi tunaofanya. Lakini pia nitumie fursa hii kusema tu kwa ufupi kwamba improvement ipo katika vyama vya ushirika ukilinganisha na miaka ya nyuma iliyopita. Sasa hivi zaidi ya vyama asilimia 16 vinapata hati safi ukilinganisha na miaka ya nyuma ambapo ilikuwa ni 4% tu. Lakini vile vile hati zisizokuwa na maoni zimepungua zaidi ukilinganisha na miaka 4 iliyopita. Kwa sasa hivi vyama vinapopata hati zisizokuwa na maoni ni 5% tu, na wakati kule nyuma ilikuwa karibu 37%. Kwa hiyo maendeleo katika ushirika yapo, na tunaipongeza serikali kwa jinsi ambavyo imeendelea kulisapoti shirika la ukaguzi na usimamizi wa vyama vya ushirika kwa kulipatia vitendea kazi, lakini pia na mambo mengine ambayo yanahusiana na shughuli za ukaguzi. Tunampongeza Mheshimiwa Waziri wa Kilimo Daniel Chongoro, lakini vile vile tunampongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Dr. Samia Suluhu ambaye ni kiongozi wa nchi yetu, kwa jinsi ambavyo wanaendelea kuisapoti Coasco katika kutekeleza majukumu yake. Na sisi niseme tu kwamba tunahakikisha serikali tutaendelea kuwa waaminifu na waadilifu kuhakikisha kwamba tutatekeleza majukumu yetu kama jinsi ambavyo yalivyopangwa na kutokana na matarajio ambayo serikali inategemea kutoka katika majukumu ambayo yanatekelezwa na Coasco.